sherehe za mwaka mpya wa mwaka 2026. Kwa hiyo kabla sijaanza kuongelea masuala ya matukio, nitumie fursa hii kuwatakia wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja na Zanzibar kwa ujumla heri ya mwaka mpya wa 2026. Pamoja na salamu hizo, leo nimewaita kuwajulisha matokeo ya operesheni ambayo imefanyika jana tulipokuwa tunahitimisha mwaka wa 2025 katika kuhakikisha wananchi wetu wanasherehekea mkesha na shughuli zingine zote za kufunga mwaka 2025 na kuingia mwaka 2026 kwa amani na utulivu. Na kama mjuavyo, sherehe hizi za kufunga mwaka usipoziwekea ulinzi mzuri, usimamizi mzuri, unakuwa na uwezekano mkubwa wa watu kuvunja sheria, hasa sheria za usalama barabarani na sheria za maadili zinazohusiana na maadili ya nchi. Kama mjuavyo, sisi kama Wazanzibari na maadili ya Kizanzibari ambayo serikali ina wajibu wa kusimamia maadili hayo. Sasa miongoni mwa maadili ambayo yamekuwa yakifanyika ni shughuli za muziki ambayo haizingatii sheria. Kumekuwa na matamasha mengi lakini ambayo hayazingatii sheria. Sasa sisi kama jeshi la polisi kwa kushirikiana na wadau wa usafirishaji ambayo ni mamlaka ya usafirishaji hapa Zanzibar na baraza la sanaa hapa Zanzibar, tumeshirikiana jana na tumebaini baadhi ya uvunjifu huo wa sheria ambao kwa kweli umekuwa ni kero kwa sababu kumekuwa na makundi makubwa ya vijana wanakodi magari, wanakwenda kufanya shughuli ambazo hazina vibali. Kwa mfano, kwa jana walikodi magari mawili makubwa, malori, wamebeba watu wengi, wamening'inia mle kwa njia za hatari kabisa, wakisema wanaenda kwenye kucheza mpira, lakini mpira ambao ulichezwa kama dakika 10 tu ukaisha, yakaanza mambo mengine. Wakafunga barabara za umma, wanapiga mziki mkubwa, wanafunga barabara kabisa, watu wanashindwa kupita, magari yanashindwa kupita, shughuli zote zinasimama, vijana hao wanapiga muziki barabarani. Kwa hiyo jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya usafirishaji Zanzibar na baraza la sanaa tumeenda tukakamata malori mawili ambayo kimsingi tumeshikilia madereva hayo malori na malori yale na vyombo vya muziki vile, lakini wenye kuweza kukimbia walikimbia kwa sababu kulikuwa na mapikipiki mengi, zaidi ya pikipiki 300-400 zimefunga barabara zote mbili, kulia na kushoto. Shughuli zimesimama kwa sababu ya hawa vijana wanaosherehekea. Sasa kusherehekea sherehe hizi za mwaka mpya ama kufunga mwaka na kufungua mwaka mpya, hatuwezi tukaruhusu watu wakasherehekea katika hali ya kuvunja sheria. Kwa hiyo jeshi la polisi limemkamata dereva anayeitwa Bakari Makame Bakari, ana miaka 38, ni mkazi wa Bububu, ambaye alikuwa akiendesha gari namba Z 667 GZ Fuso lori, akiwa amebeba watu wengi sana na vyombo vya muziki, anapiga muziki na watu wanacheza mle katika njia ambazo hazina maadili kabisa, yanavunja maadili ya Zanzibar. Wamevaa vibaya, wanacheza vibaya, watoto wamejazana wanaangalia, wazee wanashindwa hata waangalie wapi. Sasa hilo swala hatutakubaliana nalo. Tumewakamata na ana makosa ya kiusalama barabarani pia, kwa sababu kubeba abiria kwenye gari ya mizigo ni kosa kisheria, lakini kupakia abiria mpaka wengine wamekaa juu ya speaker, maana ni njia za hatari, ni kosa kisheria. Kwa hiyo tunaendelea kushughulikia na vyombo vile vya muziki vimezuiliwa, na upelelezi ukikamilika atafikishwa kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya hatua za mashtaka. Gari ya pili tuliyokamata ni namba Z 692 AAD. Hili ni lori Fuso na lenye ni gari la mizigo
ilikuwa ikiendeshwa na dereva anayeitwa Abdalla Masudi Kasim mwenye miaka 30, ni mkazi wa Ufuoni, naye kama ilivyo kwa mwenzake huyu Makame, naye alikuwa kabeba abiria wamejaza mle na vyombo vya muziki mkubwa unapigwa mle, watu wanacheza katika njia ambazo ni utovu wa maadili ya Mzanzibari. Lakini na katika hawa magari yote mawili, wengine ni mabinti wadogo sana, wadogo chini hata ya miaka 18, ambapo kwa kweli tukiruhusu hilo tunakuwa tunashindwa kusimamia maadili ya Zanzibar. Kwa hiyo huyo pia naye amekamatwa na vyombo vyake vya muziki, na gari iko hapo kwa ajili ya hatua zingine za sheria kama ambavyo tunachukulia ile mazake. Na huu muziki, vyombo hivi vilikuwa vya magrupu mawili. Grupu la kwanza linaitwa Tutu Sound. Kwa hiyo mmiliki wa huo muziki tunamtafuta naye tuweze kumchukulia hatua, pamoja na DJ wake ambaye aliweza kutoroka kwa jana, lakini tutampata kwa sababu vyombo vipo, tutampata. Na yeye mwenyewe kama ananisikia ajisalimishe tu. Na DJ wa pili anaitwa Saidi Yusuf Ramadhan, ana umri wa miaka 25, yeye ni mkazi wa Meli 4 Taveta. Hawa wote wawili tutawachukulia hatua za kisheria, kwanza kwa kupiga muziki wakiwa hawana leseni za DJ. Maana ili uwe DJ lazima uwe registered na wenzetu wa baraza. Lakini la pili, lazima uwe na kibali cha kupiga muziki. Ikaguliwe eneo unakwenda kupigia muziki, wenzetu wa baraza wajiridhishe, ndio watakupa kibali cha kupigia muziki. Sasa hawa tutawachukulia hatua kwa sababu ya kutokuwa na vibali vya kupiga muziki. Lakini mbaya kuliko vyote, wamepigia muziki kwenye barabara ya umma na kufunga barabara. Yaani barabara hii mnayoiona hii barabara kuu ndio ilikuwa ukumbi wa